Mungu awabariki wote. Wakati maombi yanaendelea ya mwisho, kuna ombi muhimu sana mwombaji aliomba. Sijui kama na nyie mlikuwa mnasikiliza vizuri, lakini alimwomba Mungu kwamba hata kama Mungu akitubariki, tukipata mali, tukipata nini, kabla ya deliverance itakuwa ni kama bure tu. Ile ombi ni kubwa sana. Wakati anaomba nikafikiri, nikasema hivi, tunalisikiliza vizuri? Siri iko hapo. Na mimi namwomba Mungu akufungue akili yako na roho yako. Ukielewa hii, mengine yote ni rahisi. Sasa natamani ni quote quotations kama 3, alafu baadaye nitamalizia pale nilipoahidi na tutaenda katika somo la leo. Kitabu kinaitwa Prayer chapter 6. Chapter 6, that will be page 56, the first paragraph. Nitasoma mistari michache tu, unisikilize kwa umakini sana, anapo kuna kitu muhimu. God will be to us everything we will let him be. Everything. Kitabu hicho ukurasa wa 55, paragrafu ya kwanza. No, ni 55, paragrafu ya pili. Sikia hii. The humble, intelligent prayer of faith that comes from unfeigned lips is wholly acceptable to God. It is the heartfelt prayer that is heard in heaven and rewarded by an answer on earth. Ni ombi lile pekee ambalo umelisikia kutoka wapi? Moyoni. Sasa mimi sihubiri, nafundisha. Kwa hiyo kama kuna sehemu unaona nimekuacha, sema mchungaji, rudia. Nitazame usoni. Siku ukiweza kuunganisha utapata chochote unachotaka. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au arudie tena. Abesemaje? Sileti moto mgeni na nukuu roho ya unabii. Narudi tena. The humble, intelligent prayer of faith that comes from unfeigned lips is all accepted to God. It is the heartfelt. Turudi sasa. Kwa nini maombi mengi hayajibiwi? Unaomba hapa lakini huombi hapa. Namna ya kuconnect hizi mbili, ukiendelea kwenye hiyo chapter ambayo nimeisema hapo, ili niwacha naeleza vizuri, kuna subsection kabisa iko hapo, anaita science of prayer. Ni science. Ukikuta kwamba ninajitetea kama Paulo, kuna saa ikifika najitetea kama Paulo. Ukiona Paulo anasema mimi ni mtume Mwebrania wa Ebrania, nalitairiwa siku ya 8. Si mnajua hiyo mafungu Jua hapo anaongea na watu ambao wataanza kumtilia mashaka, hivi ni wa kwetu huyu? Na mimi ukiona nasema kwamba mimi ni msabato wa kuzaliwa, mtoto wa muinjilisti
Ni kwa sababu kuna vitu nitasema ni wa kwetu. Lakini vyote ninavyowaambia ni viko kwenye vitabu vyetu. Na mimi hivi vitu kuviona sio kwa akili yangu, ni Mungu alinifunulia. Haleluya. Tuna kila kitu. Sasa hii siri nenda ukaifanyie kazi, utaona matokeo. Nina watu hapa nikiwaambia wasimame watoe shuhuda hapa, wengi wamekuja, nimekutana nao baadhi yao leo. Walikuwa na follow tu online. Anakuambia nilifuata hiki nikaona matokeo haya, nimefuata hiki nikaona matokeo haya. Ninawaambia watu nikiongea nao, hivi mnafikiri mimi nikikufundisha wewe ukaenda kufanyia kazi ukaona matokeo utanipa pesa mimi? Hii kanisa la Sabato sio kama makanisa mengine ambayo mchungaji anapokea pesa. Kwa ukiona najitoa hivi kuongea, sio kwa sababu nataka kitu kwako. Ni Mungu amenisukuma nikuambie. Na wewe ukifanikiwa na familia yako, mambo yakienda vizuri, mimi nasikia furaha, maana wewe ni ndugu yangu. Haleluya. Hicho ndicho natamani, na nimeongea, narudia tena. Ungeweza kufunguliwa moyo wangu ukausoma, ungejua nachoongea kinatoka wapi. Tuache kuomba maombi ya hapa peke yake. Connect. Wanatheolojia walikuwa wanabishana sana. Kwenye theology tukiongea sisi wenyewe kwa wenyewe usiingilie, maana huwa ni professions tu mbili ambazo zinafundisha watu kuargue. Theology na law. Basi. Sisi tunabishania mpaka nukta. Kwa hiyo tusikilize kabisa. Zamani wana theology walipokuta Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, wakaanza kusema kwamba moyo na akili is the same thing. Ndio walikuwa wanaongea hivyo. Lakini archaeologists walipokuwa wanaona mambo ya kale, wakachunguza, wakaona mawe ya zamani yenye maandishi, walikuja kugundua kwamba watu wa zamani walipokuwa wanaongelea kuhusu moyo na akili, walikuwa wanaongelea vitu two different things. Recent research ya mwaka wa 2000 wamekuja kugundua kwamba kwa miaka mingi walitufundisha kitu ambacho sio sahihi, ya kwamba brain ina command the heart. Wakasema tumekuja kugundua miaka ya 2000 hapa ya kwamba the heart is sending more frequency to the brain than brain to the heart. Ndio sababu nikamwambia hii kanisa lina vijana asilimia kubwa, nikamwambia vijana usipende kulala bila kuingiza kitu kipya wapi? Kuna research zinafanyika duniani nyingi zinaendelea. Kuna vitu ukivisoma alafu mtu akipresenti hapa mbele unamsikiliza, unasema hii unayoongea ni ya 1978. Sasa hivi watu wako kwenye dunia nyingine kabisa. Tofauti kabisa. Upside down. Wamekuja kukiri, wanasema hapana. Mmoja akasema ni Dr. Bruce Lipton, anasema it is as if the heart has the brain of itself. Mkimchallenge Ellen White kwamba alikuwa hajasoma, mimi nasema endelea kuchallenge. Lakini huyo anayeandika maneno ni wa darasa la 3, amejua vitu ambavyo sayansi imegundua mwaka 2000. Darasa la 3. Sasa mimi nafanya nini? Nikikwambia huyu Mungu amenitendea, ninamaanisha. Ukiendelea kusoma hicho kitabu, hiyo chapter inasema hivi, unapoomba, watu wengi wanaomba alafu wanaishia kile alichokiongea. Mimi nafikia stage ninachora mpaka kile ninachokihitaji. Watoto wangu nimewafundisha the same. Nimewafundisha kuishi katika majibu ya maombi kabla majibu hayajafika. Ishi hapo. Ni kitabu chetu cha Step to Christ kinasema ukitaka uponyaji usianze kujikagua, ukisikia umepona ndipo sema yes nimepona. Sema wewe sema nimepona. Amini ni hivyo, sio kwa sababu najisikia, ila kwa vile Mungu ameahidi. Na nyimbo tunaimba hapa kila wakati kwamba tukimwamini Mungu na kushikilia ahadi zake kwenye mdomo, lakini moyo, ngoja nikuongeze dozi kidogo. Sikia hii. Anasema prayer
and faith are closely allied, and they need to be studied together. In the prayer of faith, there is a divine science. Wow! In the prayer of faith, there is a divine science. Hata ukiniuliza inatokeaje, hata mimi siwezi kukuelezea. Wakati nafanya masters ya counseling, mimi sikusoma shule masters, sikusomea shule za kanisa completely. Nilisoma chuo cha dunia kabisa. Yeye nilitaka nikutane na maprofesa ambao hawajui Mathayo. Luka hawamjui. Kwa hiyo tukaendelea. Siku moja profesa mmoja alikuwa anafundisha kitu kimoja ambacho watu wa psychology walioko hapa wanafahamu hiyo mada sana, wanaita cognitive therapy. Kwa hiyo ikatokea kuna mtu mmoja ambaye ni kama sample alitoka Lebanon. Yule profesa akasema, mimi nitawaachia wanafunzi wawili mwatendi huyu, alafu baadaye mlete majibu, kila moja tuone njia ipi ya kwake imefanikiwa. Mimi nilikuwa wa mwisho. Yule mwanadada nikamwelekeza kusoma Zaburi. Lebanon ina Wakristo na Waislamu. Sasa yeye alitokea kwenye kundi la Waislamu. Nilimwambia kwamba mimi sitakwambia chochote, soma tu Zaburi. Akaniambia mimi ni Muislamu. Nikamwambia hata kwenye Korani Zaburi ipo, inafahamika, ya Nabii Daudi. Mimi sio Mkristo. Nikamwambia sina shida ya Ukristo, ila nakuelekeza, soma hizi nightmares ambazo umeniambia zitaisha. Akasoma Zaburi kwa muda wa siku 3. Baada ya pale zimeisha kabisa. Yuko vizuri, amepona kabisa. Alikuwa ni mkimbizi. Sasa profesa ananiuliza, ulitumia njia gani? Nikamwambia kwangu inaitwa prayer therapy. Sasa wakaona kama utani, nikajaribu kumuelewesha. Nilivyomwelekeza akaniambia, mbona unachokieleza haki make sense, unaweza ukaandika paper tuone method ambayo imetumika na nini. Nikamwambia hii kitu hata mimi sielewi imefanyaje kazi. Sasa mimi kanuni yangu ni hii, kwenye mambo ya Mungu, nikimwambia Mungu mambo, huwa sina habari ya kumuuliza how and when. Ukitaka uharibu, tuanza kumuuliza maswali. Usimuulize maswali kabisa. Kuna vitu vingine mtu atakwambia hicho hata kama ukiombea hakiwezi kutokea. Sawa. Mnakumbuka statement yale inayoita, anasema Mungu atakuwa vile mtakavyotaka au. So it's up to you. Kama wewe unasema kuna vitu hawezi kutenda, sawa. Ila mimi nina ushahidi wa mtu aliyekuja kwangu nikiwa niko Dar es Salaam, amefanya mitihani na naambia mchungaji, nimevuruga. Mimi ni mtoto pekee katika familia, mama amenisomesha kwa kupika mandazi, lakini mitihani nao hakika nimevuruga. Ninaamini Mungu anaweza kutenda. Ananiambia hivyo, mimi mwenyewe mchungaji namtazama, nasema huyu anaongea vitu gani? Kama ulichemsha tu. Lakini ukimwona yule binti ana imani kumzidi pasta, nilishindwa kumwombea. Nilimwambia tu, Bwana akupe haja ya moyo wako. Akaondoka. Wakati anaondoka namtazama, nasema hivi, huyu Mungu mnamchukuliaje? Wewe umevuruga, alafu nataka Mungu asaishe mitihani. Alifaulu. Mungu atusaidie sana. Nataka nyie mlioko hapa, nendeni mkamweke huyu Mungu, mwambieni mambo yenu bila kujali. Hii chapter ambayo nimeitaja kwenye kitabu cha Pray cha Ellen White, nenda ukaisome kwa muda wako. Kuna vitu sijanukuu hapa, amevitaja huko vingi. Anasema mwambie Mungu kila kitu. Nenda ukamwambie kila kitu. Ellen White alikuwa ana grow spiritually, pamoja na kwamba alikuwa nabii. Kwa huko nyuma kuna vitu alikuwa anajua, anaenda, baadaye anaelewa vitu, anakuwa zaidi. Ukisoma vitabu vyake, hasa Steps to Christ, utagundua alikuwa kiroho sana. Mmoja kijana akanipigia, Pastor, Mungu anaweza kuponya magonjwa yote? Nikamwambia ndio. Nikamuuliza, mbona unauliza hilo swali? Anasema nina ugonjwa wa ABCD ambao najua nimejiletea mwenyewe. Nikamwambia nenda kwanza ukakae vizuri. Ukimwamini Mungu 100%, nenda ukaongee naye. Mimi ninaongea na wewe hapa, nimewahi kuona mtu ambaye alikuwa na kansa ya utumbo mpana. Chemotherapy imefeli. Huyu mtu alikuja kwa imani, Mungu akamponya.
Sasa usitembelee imani yake, anzisha ya kwako. Hey. Anasema in the prayer of faith there is a divine science. It is a science that everyone who would make his life work a success must understand. Niliwapa ushuhuda hapa wa daktari yuko Muhimbili ambaye yeye anamuomba Mungu kwanza kabla ya kufanya operation. Science inakataa kwamba yani shule ni shule tu, ila yeye anasema Mungu ni Mungu tu. Haleluya. Kuna watu hapa wametendewa vitu ambavyo wakisimama wakivisema unaweza usielewe. Mmoja wapo ambaye yuko hapa, kuna somo nilifundisha kwenye YouTube, wale ambao wanafuatilia, nikaeleza kuhusu nguvu ya meza ya Bwana. Kitabu cha Desire of Ages kimeeleza vizuri kuhusu meza ya Bwana. Ukisoma kanuni yetu ya kanisa imeeleza pale nguvu ya meza ya Bwana, japo tunasoma ile hatuchanganyi na imani. Ellen White anasema kwamba wakati wa meza ya Bwana Mungu Yesu mwenyewe anakuwepo kwa imani. Haleluya. Lakini sisi tumechukulia meza ya Bwana kama kitu cha kawaida, ikifika nitakula nitaenda. Lakini ile kanisa la Sabato ukilichunguza vizuri limechukulia meza ya Bwana very serious kuliko tunavyoifundisha, kwa sababu zifuatazo. Baada ya meza ya Bwana inatakiwa watu wote waliokula meza ya Bwana waandike majina yao. Tunafanya hivyo. Na tukiandika majina, kwa nini tunaandika majina? Inatakiwa baadaye wazee wa kanisa wapitie ile listi. Wakigundua idadi ya watu wanaokula meza ya Bwana inapungua, wafanyie kazi haraka, kwa sababu kuna nguvu wanapoteza hapo. Sasa nikafundisha nikasema hivi, ukila meza ya Bwana, kama unajua Yesu yuko hapo kwa imani, usipokee ule mkate tu alafu unakula, omba. Ukinywa divai fanya nini? Omba. Ila kuna kitu tulifundishwa, unajikuta tu na mtu amepokea kikombe, anakaa, anafumba macho. Unafikiri anaomba, lakini amezoea kama richo fulani hivi. Sasa mmoja wenu ambaye yuko hapa leo ananisimulia mwenyewe. Anasema nilikusikia ukifundisha. Alikuwa anasumbuliwa na alienda kwa kanisa fulani, haya makanisa, simenielewa? Kule alipeleka ndugu yake. Wakati amepeleka ndugu yake akaombewa kule, vitu vikamrukia huyu. Si mnakumbuka nimeonya sana watu usikubali kufanya nini? Hivi maana kuna kitu kinatokea. Basi amehangaika na hiyo hali, hakupata mtu wa kumsaidia. Aliposikia anafundisha tu, siku ya meza ya Bwana akala meza ya Bwana kwa maombi, ile roho ikamtoka piu. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Sasa jana nikawaambia kwa haraka tu tutaangalia, nitataja, sitaeleza, nitataja tu kwa haraka ile sehemu ya ambayo tuliachia pale, ili uweze kujazwa Roho Mtakatifu ni mambo gani muhimu. Wasio kuwepo nataja tu, sitaeleza. Moja tukasema ni kutambua dhambi inayokusumbua kwa haraka. Mnakumbuka hiyo? Tukasema ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tukasema uombe kwa unyenyekevu. Tukasema ondoa kujivuna. Kwa sababu kuomba kwa unyenyekevu, kuna unyenyekevu kwa Mungu, lakini ukitoka hapo kuna kujivuna mbele ya watu, ina block. Alafu soma neno la Mungu. Nitumie lugha gani? Kusoma sio sahihi sana. Study and obey God's word. Hiyo sio kusoma, ni kujifunza. Unaweza tu kusoma, lakini kujifunza ni kulitafuna neno. Usiwe na haraka. Alafu ukiona Mungu anakuambia kitu, mtii. Haleluya. Alafu ondoka kwenye mazingira yanayokufunga kiroho. Nimesemaje hapo? Yes, kwenye kitabu hiki ambacho nimewambieni, kwa bahati mbaya sijaja nacho, kwa hiyo sije ukaniuliza, ila tu nilisema kuna mmoja ambaye anaweza kutusaidia tukapata copy chache. Ndio kiko sasa hivi, kimetoka hivi karibuni. Nimeelezea kitu ambacho tunakiita anga hewa ya kiroho. Yaani kuna wakati unakuwa kwenye mazingira ambayo hata ukijaribu kuomba ni kama unazidiwa nguvu.
Wangapi wamepitia experience kama hii? Unajikuta unataka kuomba lakini unakuta yani mambo hayaendi kabisa. Sasa ukiwa kwenye hii process ya kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu, hakikisha mazingira ulioko ni mazingira ambayo ni rafiki pia kiroho. Na mimi nashauri watu sana, kama ikiwezekana, sijui mazingira uliopo, pendelea sana kufanyia maombi haya kanisani. Penda kufanyia kanisani. Kwa wale ambao mko katika maeneo ambayo bado mazingira ni mazuri, kwenye miti, sehemu iliyotulia, nenda mbali na watu. Yesu alifanya hivyo. Sio kwamba Yesu alikuwa anachukia watu, ila kuna environment ambayo ukiwepo kuna uzito spiritually. Mungu atusaidie tuweze kuelewa hili vizuri. Kwa hiyo hakikisha unakuwa kwenye mazingira ambayo ni sahihi. Maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu si ya mchezo, maana adui anajua kabisa kwamba ukishajazwa hakuwezi tena. Alafu live a life of spiritual surrender. Ishi maisha ambayo unajiachilia kwa Yesu. Sasa hii maana yake ni nini? Kuna wimbo ambao tuliimba, dada yangu alikuwa anauimbisha hapa kabla hajawakaribisha watu wengine kuja, Rock of Ages, stanza ya pili. Not the labor of my hands can fulfill thy law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Kwenye Kiswahili hawakuipata vizuri kitu. Kwenye Kiswahili nasema sina cha mkononi na haja ya msalabani. Hawakuipata sawa sawa hii. Kuna vitu walipunguza hapa. Lakini najua tuko watu wa madhehebu mengi humu ndani wako hapa wamekuja. Naomba niseme na Wasabato kidogo. Wasabato hii kitu inatunasa sana, kwa sababu kuna wakati tunajichukulia haki yetu. Lakini ukitaka Mungu akutendee, ishi maisha ya kusarenda every day. Sio mimi bali Kristo. Kama kuna jema lolote ni wewe. Najua we ni binadamu, sina maana kwamba hutakosea. Hata mimi naye kufundisha kuna sana kosea. Lakini the moment najua hapa nimetamka neno lolote ambalo hili limenifanya nisiwe ninasarenda, narudi msalabani. Naja msalabani haraka sana. Sitaki sasa uishi maisha yale ya kujikagua kila saa spiritually, hivi nimekosea wapi? Hayo ni matendo ya sheria pia. Maana yangu ni kwamba amini kabisa siku yako yote haipo katika ujanja wako, ipo katika ujanja wa Kristo Yesu. Surrender every day. Ukianza kusarenda, stress zitaisha. Kwa sababu yaliyoko mbele unasema kuna saa unawaza yaliyoko mbele ni makubwa, ni mazito, siyawezi. Unasema mimi sijui ya kesho. Ila wewe unajua. Ninajua umekusudia mema katika maisha yangu. Have thy own way, Lord. Ukiondoka hapo, acha kubeba mizigo mingi, surrender. Kuna saa utakuta dhambi ambayo unaipiga sana imerudi. Ukuta imerudi tena, usiishi chini ya hatia. Maana shetani ataanza kukuzomea. Wewe si ulisema hutarudia tena? Mbona umerudia tena? Mbona umerudia tena? Unasema ngoja niombe msamaha. Ukipiga tu magoti ili kuomba msamaha, nakwambia sasa unaomba nini? Bible unaijua? Bible inasema yeye ageuzaye sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni nini? Chukizo. Mwisho unasema basi. Ngoja nikatafute pastor niombe. Nothing but the blood of Jesus. Amini hii neema. Nyie ambao mna kitabu cha mchungaji Jackie Sikwera kimeandikwa Beyond Belief, kama huna share na wenzako, soma kile kitabu. Nitashare copy na pastor PDF, ili kiwezekana pastor anaweza katuma kwenye magrupu ya kanisa. Soma kile kitabu umalize.
neema inatubeba. Mungu angehesabu mabaya, nani angeweza kusimama? Nani kati yetu hapa? Lakini tukijua ile neema, surrender. Haleluya. Lakini surrender anayosema ni every day. Kuna watu wanafanya maombi na kufunga pale anapoona tukio. Akisikia kuna kirusi kimegunduliwa kikubwa kuliko COVID, sema tuombe jamani. Shiriki ibada ni kitu muhimu sana. Usiache kuja kanisani. Kuna nguvu ya kuwa pamoja. Vijana, kuna wakati unajikuta umefanya dhambi. Hebu tupende kuwa real, tuache maisha fake. Ni Friday, umetoka kwenye tukio. Kesho Sabato. Alafu umepangwa Sabbath school. Unawaza sasa na ukute sasa yule ambaye anasimamia Sabbath school ni yuko vizuri, saa 12 asubuhi anatuma reminder. Unakumbuka wewe ndio wa fungu la kukariri. Angejua nilipotoka jana. Sasa wanasema, mchungaji, hapa tufanyeje? Unisikilize kwa makini. Ukiacha kwenda kanisani, ukaacha kufanya ile huduma uliopangwa, utakuwa umempa shetani ushindi. Na atajua kabisa kwamba sasa nikitaka nimmalize, nitamuongoza hapa kila siku. Sasa unafanya nini? Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kuna sentensi mbili muhimu. Amesema atuondolee dhambi zetu, alafu udhalimu. Ni vitu vile tofauti. Cha kwanza ni dhambi, lakini kingine ni vitu tulitenda tukiwa tunajua. Wow. Kwani usimpende Yesu jamani? Anasema na kusafisha. Akikusafisha, shida iko hapa. Akiondoa dhambi na kila kitu, tunasimama mbele yake kana kwamba hatukuwahi kutenda dhambi. Shida ni sisi. Ukiwa pale mbele ukiangalia, mbona kama wanajua hivi? Mungu atusaidie sana. Usiache kuja kanisani, endelea kuja kanisani. Sasa tukubaliane jambo moja. Sasa hivi ni saa 1:31. Tuishie hapa, tuendelee kesho au tuweke 20 minutes mbele? Nimesikia kama tuongeze 20. Aya. Fumba macho. Baba, kwa dakika hizi 20 ukaseme nasi jambo jipya, na kesho palipobakia tumalize. Sisi hatuna haraka ya kumaliza mada, tunataka kuelewa, tukujue Yesu. Asante kwa jina lako Yesu, amen. Kama unaandika, andika kuandaa watoto na vizazi vyote kiroho. Andika kuandaa watoto na vizazi vyote kiroho. Kuna watu ambao lazima tuwape maua yao, tuwape sifa zao. Kama kuna watu wako serious na dini yao, ni Waislamu kwa upande wa watoto. Kweli uongo? Wako serious kweli kweli. Wanahakikisha kwamba watoto wao wanashika ile imani yao kweli kweli. Ukija kwenye upande wa Ukristo, watu ambao wako serious kimadhehebu katika kuwatengeneza watoto wao ni Roman Catholic. Mnajua sisi tunashika namba ngapi after Roman Catholic? Na takwimu hapo baadaye nitawasomeni za kuonyesha hata sisi ambao tunasifiwa kuna maeneo gani lazima tuongeze nguvu kidogo. Mimi nilivyokuja kwenye hili kanisa, pastor, nilivyosikia tu mmoja akiniambia kwamba almost 70 something, mwingine akasema 80% ni vijana, nilifurahi sana. Nilifurahi kwa sababu
Nyie ambao ni wazoefu kwenye hili kanisa kama mzee wangu hapa, mtagundua kwamba kuna trendi ilikuja hapo katikati. Ni kama vile wazee walisahau kuandaa watu wa kuchukua kazi. Kwa hiyo ikawa wazee wako wengi hapo, lakini ukisema tumpendekeze kijana wa mzee wa kanisa, nakwambia hafai. Atafaaje kama mku muandaa? Tanzania kuna kanisa ambalo nalikubali sana kwa upande huo, ni kanisa la Magomeni. Magomeni wana wazee wa kanisa wengi, lakini utakuta kuna vijana pale wana miaka 20 na kitu 30 na wako hapo, ni wazee wa kanisa. Wanawekwa na wazee kama huyu hapa ili waweze kuwasaidia hawa kujua kazi. Haleluya. Ukija kiroho pia ni hivyo hivyo. Tunaongelea habari ya wazee wa imani. Kwa mfano, ukisoma stori za kina Elia, kina nani, hizo ziko kwenye Biblia. Lakini kule kwetu kule kijijini tulikotoka, ukienda kule Kisii, ukienda huku, dini yetu iliingilia Ziwa Victoria hapa, Kendu na wapi tena, Homa Bay. Kulikuwa na wazee zamani walipokea imani ambao ukisikia stori zao unajiuliza, hivi wako wapi leo? Waliondoka na zile imani, lakini ni wazee ambao wakiongea vitu vinatokea. Kule kwenye milima ya kwetu kuna mzee alitokea zamani sana, mvua ilikataa kunyesha kabisa. Alivyoitwa kwenye maombi wakaenda mlimani kuomba, aliongea na Mungu kama vile anaongea tu na jamaa yake tu fulani hivi. Hata jina lenyewe la Mungu akumuita Mungu. Akaangalia juu, watu wamejaa wameimba nyimbo, akasema pastor njoo uombe. Alipokuja pale ule mzee akaangalia juu, akasema wewe jitu kubwa sana huko juu, ukiona ng'ombe wanakufa unafurahia? Tumekuja na watoto wako hapo wanalia hawana maji. Kama hilo linakufurahisha endelea, lakini kama linakukera tuletee mvua kwa jina la Yesu, amen. Akaambia watu tuondoke. Sasa pastor hujaomba, sema ondokeni, mvua inakuja. Na mvua ilikuja. Haleluya. Hii imani bado tunaitaka iwepo. Mchungaji mmoja anaitwa Godson alishafariki muda mrefu. Akaenda kanisa linajengwa, akakuta mafundi wanajenga hapo, akaambia, alikuwa anaongea style fulani hivi kama missionary wa kizungu. ndio style yake alikuwa anaongea. Anawaambia mafundi, bomoa hapa mpaka pale, hapa hapajakaa sawa. Wakaambia pastor, tumejenga pako vizuri kabisa, wewe mchungaji tuache tu. Akasema Roho wa Mungu anasema bomoa pale, hapa mpaka hapa jenga tena. Akasema tutabomoa. Alivyoondoka anasimulia fundi mwingine, yule engineer akasema wachungaji wamesoma Bible, sio engineering. Hii kitu imekaa sawa. Anaongea vile, pastor yupo kwenye gari yake, alikuwa na pick up double cabin Toyota, anapiga starter hivi, kreki kaanza kutokea pale kwenye ukuta, mpaka pastor anafika, jengo lote limeanguka. Nendeni Edaru mtasikia story za huyo pastor. Kwa nini mchungaji unatuambia mambo kama haya? Nawaambia ili tuanze kujiuliza tumepoteza wapi. Mchungaji mmoja alisema yeye habari yake isemwe akiwa amekufa, na kwa vile ameshakufa ndio tunaisema sasa. Ni mzee alienda kuhubiri Masaini, ametoka milimani huko akaenda kuhubiri kwa Masaini. Kupata Masai moja ilikuwa ni kazi sana. Wakati ameshapata kabisa Masai pale wakadhaa, mtoto wa Kimasai akafa. Wamasai wanahama wote, ile eneo wanaondoka kabisa. Akamwambia yule mkuu wa boma, maiti iko wapi? Akamwambia iko hapo ndani. Akaingia akamtazama mtoto, akamwambia Mungu, miaka yote 3 niko hapa nahubiri wa Masai, hajatokea hata mmoja. Leo wamekuja kuokoka, wamempokea Yesu, unaua mtoto wao. Mtoto akanyanyuka. Huyu mchungaji huyu baada ya kuhubiri tena Wamasai wakampenda sana.
sijui katokea shida gani, mtu mmoja akaleta fitina, akaongea maneno mabaya kuhusu ule pasta. Siku moja Morani wakakusanyika wote, wakasema huyu lazima tumuue. Mchungaji akashangaa, hivi nimekosa nini? Kuna mtu mmoja alipeleka maneno mabaya sana. Wale wazee wa boma walikuwa hawapo ili angalau waambie wale Morani acha. Wakamkimbiza pasta, akakimbia, akaenda sehemu moja sana, wale Morani wanakaribia kabisa. Pasta akapanda mti, maana sisi Wapare tunajua kupanda miti, ni watu wa milimani. Masai hajui kupanda mti. Kwa hiyo akapanda mpaka kule juu kabisa. Alipopanda wale jamaa akasema leta tutakata tu. Wakati wanakata, hii story ilishaandikwa baadhi ya maeneo, ila jina lake lilifichwa. Wakati wanakata mti, yuko kule juu, akamwambia Mungu, siwezi kukulaumu, miujiza mingi umefanya, lakini hii ya leo sikulaumu hata we Mungu. Yaani mti unakatwa alafu waniue nianze kulaumu kukufanya muujiza. Hii tumekubaliana, ngoja tu niondoke, wewe nimeshakubali, hii ni ngumu. Wanakata mti, hawajafika mbali, wamama wa Kimasai wanakuja wanapiga yowe. Morani wakasikia. Kuna nini? Wakasema nyie mnapambana na Mpare mmoja hapa. Wasukuma wamekuja wamechukua ng'ombe wote. Wakaacha wakakimbia kwenda kuokoa ng'ombe. Pasta akashuka ambia Mungu, kumbe hata hii nayo unaweza. Hawa watoto wetu ambao wanakuwa, hawa vijana hawa, tunaweza kuwarithisha hii imani? Tunaweza kuambia habari ya Mungu wetu mwenye uwezo? Njoo kwenye shule zetu. Mnanielewa nikisema shule zetu Ile tamaduni ya kwetu, nikisema ya kwetu mnanielewa, inaanza kupotea. Kwa nini inapotea? Ni kwa sababu mwalimu ambao ulimweka kufundisha kwenye hiyo shule hana hiyo tamaduni. Na mwalimu ana nguvu kubwa ya ushawishi. Kuna shule moja kule Marekani, mimi nimewakubali kabisa. Wao wamesema tutawachuja walimu wanaokuja kufundisha kwenye shule zetu, tuhakikishe wana maadili ya Kiadventista kabisa, ndivyo tuwakabidhi watoto wetu. Tuwarithishe watoto hii imani. Na mimi nasema tutawarithishaji hii imani ni kuhakikisha kwamba kule nyumbani tunawaambia habari za Yesu Kristo. Kuna mchezo mmoja ambao tunaita mchezo wa kupokezana kijiti. Wazungu wameita relay race. Unakimbia, kuna center ambayo unatakiwa umkabidhi mtu kile kijiti. Ukimpa kile kijiti na yeye anakimbia, ina maana wewe umechoka. Ukiangusha kijiti kabla, grupu lot umefeli. Lakini ikatokea umefika center ya kuachia kile kijiti, wakati wa kumkabidhi kikaanguka chini, umeluzi. Sikilizeni wazee wangu wote mlioko hapa, shetani hana shida sana na imani yenu, ana shida pale mnapokabidhi kijiti kwa vijana. Hapo ndipo anatamani aachie hicho kijiti, hapo kidondoke haraka sana. Na ndio sababu wakati huu wa mwisho, mkiangalia vizuri kabisa, kuna changamoto kubwa ya maadili kwa wale ambao wanasimama mbele. Tunaanza kuelewana sasa ili vijana waanze kuangalia, sema kumbe mambo ni kawaida namna hii. Kijiti unapokaribia kukabidhi tu kinaanguka pale. Wakati mwingine mkiona matukio makubwa yanatokea kwenye kanisa, tusiwe kwenye kundi la kufurahia na kupiga kelele, tuwe kwenye kundi la kufunga na kuomba. Huu ni wakati wa kupokezana kijiti. Shetani anaangalia, sema nitakiangusha pale pale, ili vijana wakiona waseme mzee gani wa kanisa yule pale. Ninasema kwa vijana, narudia tena, vijana mlioko hapa, usiwe shabiki wa pasta, usiwe shabiki wa mzee wa kanisa, kuwa shabiki wa Yesu. Ili huyu akiangusha kijiti utabaki na Yesu. Mungu atusaidie sana. Ibada majumbani, shetani atasababisha muwe bize mpaka usahau ibada ya nyumbani.
Unavyoendesha ibada nyumbani, mtoto anaangalia. Mimi natokea familia ambayo baba alikuwa anaamka asubuhi, ni wimbo tu unaimbwa, hakuna kengele. Ukisikia tu Bwana asu wewe mwenyewe ilinikera sana, maana usingizi saa 11 ni mtamu. Ibada ya jioni hivyo hivyo. Ilifikia kiwango wakati wa ibada ya jioni ile tunasinzia, lesoni ikisoma pale. Siku moja baba, tumemaliza tu lesoni pale, baba akasema nina tangazo. Sasa tangazo. Anasema kuanzia kesho tutasoma lesoni kwanza ndipo tule chakula. Na hiyo kesho ujue palipikwa wali. Wali ule unaonukia. Nani atakaye sinzia hapa? Uko makini hivyo. Nilijikuta mimi bila kukumbuka. Siku moja wakati nafundisha mimbarani ndo nikakumbuka, nilijikuta mimi nimeoa, nina watoto, mtindo ni ule ule. Kabla ya chakula ni kusoma neno kwanza, ambao nilichange tu kidogo, ambao sasa naogopa kuisema kwa sababu nikisema kuna watu wataichukua. Na sasa mafunuo yangu sio mafunuo yako. Usiige mafunuo. Ibada ya asubuhi mimi sio mbabe, ila kwa sababu nataka pia watoto wampende Yesu naturally, wavutiwe na yeye. Kwa hiyo nimewajengea ibada ambayo kila mmoja anafanya kwa hiari na wanakaguana wenyewe. Kwa hiyo tunakutana tu kujadiliana, leo ibada imefanyika, ilifanyikaje? Wanaelezea fulani wakati tunaomba alikuwa anacheza. Kwa nini nimeamua kufanya hivyo? Nilikuja kufanya utafiti huu mdogo tu, nikagundua kwamba kuna baadhi ya watu walipokuwa nyumbani walikuwa wanafanya ibada, walipoanza kuwa na uhuru wa kuishi wao wenyewe, waliacha ibada kwa sababu ibada haikuwa sehemu yao, ila ilikuwa sehemu ya wazazi. Tunaanza kuelewana vizuri hapa sasa. Sasa nyie ambao mna lesoni pale mnasoma, fanya lesoni ipendeze. Umepangwa kuongoza lesoni pale nyumbani, usitusomee lesoni saa ile ile. Mtu atasinzia hapa. Kuna maneno ya Kigiriki yako pale, sijui mzizi wa neno. Kuna mtu anasema nisumbuke na Kiswahili shuleni na kuja kusumbuka nacho wapi? Hapana. Soma, fanya ipendeze, ivutie. Sisi tuna mtoto mdogo kabisa wa miaka 5 hapo. Hata kama nikosea nitakuwa nimekosea tu miezi. Wanaume wenzangu watanielewa, lakini wanawake wanajiuliza watu inakuwaje? Sisi tunajua kulipa ada, ila tarehe. Sasa yeye, ninapoongea naye kuhusu habari za Biblia, nafanya Biblia iwe ya kuvutia, story iwe ya kuvutia. Kwa hata nikimwambia Yesu ana nguvu na nini, kuna vita mbinguni ilitokea, unaweza ukaifundisha vita mbinguni mpaka mtoto akaogopa kulala. Lakini naichukua katika staili ambayo namuonyesha Yesu mwenye nguvu. Namwambia huko mbinguni kulikuwa na malaika wazuri wote. Malaika mmoja akaamua kumnyang'anya Mungu kiti chake. Watoto wamezoea kunyang'anyana nini? Viti. Kwa hiyo ikawaje? Akamwambia akataka kumuua Mungu, na Mungu ndiye ametuumba sisi, akatupa chakula. Kwa hiyo tukienda mezani kula chakula, aliyetupatia ni nani? Ni Mungu. Alafu kuna malaika mwingine anakuja anataka kumuua huyu Mungu. Namuuliza mtoto, wewe unatamani malaika tumfanyeje? Anasema achapwe. Kwa hiyo namwambia Yesu akaja na manguvu. Yesu ana manguvu, na Yesu ni rafiki yetu. Alivyokuja akamshika yule malaika, akamchapa. Alafu mtoto anauliza, alivyomchapa akalia? Umeona, inakuwa kama story. Fanya maombi yavutie.
Haleluya. Baadhi ya familia na washauri kuwa na boksi la maombi nyumbani. Mwambie mtoto andika prayer request yako, au kuwa na kitu ambacho ni kama diary ya maombi. Mpe mtoto, mwambie andika maombi yako, na baadaye unakuja kumuuliza, umeona Mungu amejibu? Mungu akijibu, shangilieni na yule mtoto pamoja. Haleluya. Tunawarithisha kijiti. Mtoto wetu mkubwa ambaye anaitwa Junior sasa hivi anasoma, yuko darasa la 10, anaingia la 10. Jamani, mwaka bado mbichi jamani. Akiwa mdogo alifukuzwa, alitolewa kati ya wanafunzi ambao hawajalipa ada. Alijisikia vibaya sana. Akaja nyumbani akaniambia, baba, leo amenifukuza. Nikamwambia, sasa mimi nitaongea nao, kesho utaenda shule kama kawaida, lakini tumuombe Mungu ili anipe ada. Mungu akinipa ada, mimi nitalipa, utasoma. Mtoto akaenda serious kuomba. Akaomba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, siku kama ya 4 anakuja, baba, Mungu hajakupa zile pesa bado? Nikamwambia tuendelee kuomba. Siku niliyopata pesa nikalipa ada, nikaweka kwenye account, nikaja na ile bank slip, nikamwambia angalia, Mungu ametupatia pesa na tumelipa ada tayari. Ndugu zangu, mimi ninachotamani tuwafanye watoto wetu wa fall in love with Jesus. Ukute automatic mtoto akisikia Yesu anampenda. Sio akisikia Yesu anakumbuka viboko alivyochapwa kwa sababu hakusali. Kuna wengine hapa wamepitia huo uzoefu. Mzee wangu kuna siku alisema, ambaye hataonekana kwenye ibada atafute pa kwenda. Sasa huna pa kwenda. Tunapoarithisha vijiti, tunarithisha namna gani? Mimi nimekuja hapa, mwaka huu ndo unaanza, wazee wa kanisa wapo na pastor naye ndio amekuja hivi karibuni. Kwa hiyo mimi na pastor tu wageni. Sijajua listi ya wazee wa kanisa, lakini natamani awamu nyingine mkichagua wazee, wekeni vijana. Wako wangapi? Ili kanisa mngekuwa karibu ningeleta ushirika wangu hapa. Wekeni vijana. Siku moja mzee, wakati mimi nachunga Dar es Salaam, nilisema vijana weka, akasema, unawajua wa vijana? Wana mambo ya ajabu. Ni mzee mmoja wa kanisa mkubwa. Nikamwambia, mzee, hata wazee unaowaona hapa ujui tu. Siku ukifunguliwa macho ya rohoni ukaona. Mimi na theory moja ambayo ninaamini kwenye moyo wangu ya kwamba ni sahihi. Mimi naamini tunatakaswa katika utumishi. Ninaamini hivyo kabisa. Huko kuna vitu ambavyo hutaweza kuvishinda ukiwa nje ya utumishi. Lakini ukiingia kwenye utumishi unapewa neema. Haleluya. Niwaambieni, kuna saa Mungu anatushindia mambo sio kwa sababu tuliomba sana. Mungu analinda brandi yake. Mungu anamwangalia yule kijana na mambo yake yote machafu alionayo, baadaye Mungu anawaza amepewa uzee wa kanisa anatoa matangazo pale mbele. Ndio kuna watu ofisini kwake kesho watakuja, watamuona yuko pale mbele, wanajua madudu yake. Ndio no way out, lazima nimshindie. Ukiuliza Mungu kwa nini umemshindia, anasema nalinda brand yangu. That is my boy. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu anahitaji tumrithishe. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Msione nikipiga kelele hapa nikisema kuna kufanikiwa kwa Mungu. Ni kwa sababu dunia ina display otherwise. Kama mmegundua kuna mchezaji wa mpira mmoja, vijana huenda mmemwona,
Huyu bwana video yake nilipenda sana, ni maarufu, ana pesa. Alipohojiwa akaambiwa, wewe unasema nini juu ya pesa ulizo nazo? Anasema, mimi ni msimamizi tu, ila bosi mwenyewe yuko mbinguni. Yule kijana akaongea maneno mazito, emotional kabisa. Anasema, ninajua siku Yesu akija, na najua Yesu anakuja hivi karibuni. Anasema, najua hata niuliza, niliweka pesa katika mikono yako, uliishia kujenga majumba ya fahari badala kusaidia watu. Anasema, mimi nimeamua wachezaji wa mpira wenzangu wakijenga majumba makubwa, mimi pesa zangu zitatumika kwa ajili ya jamii. Wameshamjua na jina wamemsema hapo tayari. Nikisema vijana njoni kanisani mwabuduni Mungu, atawafanikisha hatua kwa, ni kwa sababu ulimwengu umewaahidi mafanikio ya overnight. Usiku mmoja tu anambia njoo mpigie magoti shetani, basi ukipiga magoti utapata kila kitu. Mimi ninayeongea na wewe, nimalizie tu kwa hili. Nikiwa nachunga Manzese hapo. Manzese tulikuwa tunaanza ibada ya Jumatano. Wakati tunaanza ilikuwa ina watu 30, watu 35, lakini kidogo ikapanda mpaka 600. Midday week. Wako hapo midweek wamejaa. Kule nje kote watu wamejaa wengi. Sasa siku moja ambayo sitaisahau kwenye maisha yangu, akaja kijana mdogo miaka kama 25, 26, tajiri. Anaambia mchungaji, sitaki mtu yoyote awepo hapa nikusimulie story yangu. Nikamwambia mimi sheria yangu lazima mzee wa kanisa awepo. Akaniambia hapana. Nikamwambia mzee mmoja, hebu kaa pembeni kidogo. Mzee akaa pembeni. Yule kijana akaniambia, pastor, nina pesa. Nikwambia nina pesa, tukitoka hapa takuonyesha gari yangu hapo nje. Na gari ya maana. Asema, lakini sijawahi kufurahia hii pesa. Kwa nini hujafurahia? Anasema, kuna wakati ninalazimika nitoke hapa Dar es Salaam niende mji nitakaoongozwa. Nikifika huko niishi maisha ya ufukara kwa muda wa mwezi mzima ili kumaintain ile pesa. Kwa nakaa stendi ya magari na kula vyakula tu vya ajabu na umwa na mbu hapo mwezi mzima. Anasema, nisipofanya hivyo hali ni mbaya. Mchungaji, unanisaidiaje? Narudia, usiniige. Nikacheka. Nilipocheka nikamwambia, una tabu. Nikamwambia, huku kwa Yesu tunapewa alafu tunalala usingizi, hakuna kuumwa na mbu. Kwa kifupi, tulienda kwenye nyumba yake kufanya maombi na mzee mmoja wa kanisa ambaye nilimwamini kwamba anaweza kutunza. Vitu tulivyokuta hapo vinatisha. Mkinikuta hapa ninasema hakuna mwenye nguvu kuliko Yesu, kuna vitu siwezi kuvisema, ila brain yangu inaniambia tu kwamba unachokisema si kile ulicho. Utanitisha nini? Nimeona vituko, nimeona kiti ambacho kikisemeshwa kinacheza, na unamwambia kabisa hebu jaribu, anakisemesha, unaona kinacheza kabisa. Nakwambia umeona pastor, hiyo ndio nikiongea pesa zinakuja. Namuuliza tena siku ambayo ndio tulienda kuchoma, tulikuwa mzee wa kanisa na mwinjilisti mmoja. Nikamuuliza, umewahi kutafuta viongozi wa kanisa wakusaidie hii habari? Anasema, kuna mzee mmoja tulimuita hapa akaja kuomba. Alivyosema anakuja kesho, baada ya hapo hakutokea tena. Anasema, nilipopiga simu nilisikia ameondoka. Mzee wangu wa kanisa wakati tunatoka kaniambia, pastor, ili kitu hii kitu tuiweze, inabidi tufunge na kuomba. Ni kweli kabisa, lakini tulifunga na kuomba hakutokea tena. Sasa ilikuwa kuwaje? Tulivichoma vile vitu vyote kabisa, na siku ya kuchoma yule bwana alianguka chini, alikuwa na garagara, anatoa mapovu, unamwona kama mtu anakata roho. Shemasi ambaye tulienda naye ni kijana ambaye ni mwana maombi. Haleluya. Nimewambia mimi napenda kuwaita wana maombi. Ni muombaji kweli kweli. Lakini vurugu iliyotokea ile, alinitazama. Unajua kuna ile ambayo mnaangaliana, yani hamuongei lakini kuna lugha mnaelewana, kama tunapata kesi hapa sasa hivi ya kuua mtu.
Baada ya vitu vimeisha kabisa, yule bwana kijana yule akanyoka pale chini, ametulia kabisa, huoni kama ana hema wala nini. Nakumbuka huyu shemasi akasogea karibu kabisa, akamshika pale. Alikuja kuniambia wakati tumeshatoka, lakini kwamba nini alikuwa anamaanisha. Baada ya muda yule bwana akanyanyuka, yuko vizuri, tukamfuta mdomo pale, akawa yuko sawa sawa mpaka hivi tunavyoongea. Kabla sijaingia hapa nilikuwa na chat naye hapo nikamuomba, nikamwambia ninataka kutumia ushuhuda wako leo, unaniruhusu? Wengi ambao nimewaambia hapa, baadhi yao niliwaomba, kuna mwingine kesho atatumia ushuhuda wake, yuko hapa, huwa situmii bila kuomba. Akaniruhusu, asema nenda ukautumie. Akanyanyuka, yuko vizuri. Nikamuuliza, anasema nilikuwa kwenye msitu mkubwa ambao wakati nyie hapa mnaomba mimi nawasikia kwa mbali sana. Anasema lakini kwenye ule msitu walikuwa wananigombania. Anasema alikuja mtu mmoja ambaye simjui, ana upanga mkali, aliongea neno moja tu, akanitaja jina fulani, twende. Anasema akanishika mkono, tukatoka. Ndio nashtukia naamka hapa sasa hivi mzima. Alifilisika, pesa ziliisha zote, kuisha kabisa, kawa maskini kabisa. Hivi ninavyoongea na wewe, Mungu amemrudisha tena. Ana magari mengine ya mizigo yanakuja mpaka huku kwenu, na magari yake yote ameandika Yesu tu. Wakati tunaondoka na mwinjilisti wangu pale, nikamuuliza bwana vipi? Anasema pastor, nikuambie. Sema, anaambia mchungaji, wewe huwa unapenda kutuambia tuwe honest, na mimi nakuwa honest kwako. Ulivyoniona naenda kumshika, sio kwamba nilikuwa naomba, nilikuwa napima mapigo ya moyo kwamba yanagonga au la. Kwa nini nimesema habari za huyu kijana? Huyu kijana watoto wake wote wanasoma shule za kanisa, na aliniambia pastor, kwa vile Mungu amenirudisha kwenye baraka, nitahakikisha mpaka university wanaenda za kanisa. Nilimwambia neno tu ambalo sio zuri, nikamwambia nia yako ni nzuri, Mungu aibariki nia yako, lakini hata huko kwenye vyuo vyetu sio wote wamuitao Bwana Bwana. Kazana kuwarithisha kijiti cha imani, wawe na imani ya kujitegemea wao wenyewe. Naomba tusimame. Kesho tunaingia part 2. Na kesho tukiingia part 2, tunakwenda kufanya kitu gani kesho? Tunakwenda kuombea watoto wetu, special kwa ajili ya watoto wetu. Kuna watoto wanahangaika na masomo. Alikuwa yuko vizuri, ghafla ameanguka. Kuna watoto wetu huko wanahangaika na addictions mbalimbali, imeshindikana kabisa. Kesho tuwalete watoto madhabahuni. Sina maana unakuja naye hapa, lakini unakuja na jina lake. Kuna wengine hapa ni wazee wangu, nyie ni mmenizaa mimi, kwa nyie hamna watoto kama watoto, lakini mna wajukuu. Tunawaleta hapa kwa Bwana. Kesho tufanye maombi ya kuwatoa watoto wetu katika makucha ya shetani. Tudai kizazi chetu kimwabudu Bwana. Na ahadi ambayo kesho tunasimama nayo ni Yoshua, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Na hii tutaondoa miungu migeni yote. Kuna watu mko hapa, watoto uliwapeleka kwa waganga. Kesho tunaomba maombi ya toba na kuwarudisha. Haleluya. Leo nilisema tutaomba kwa ajili ya wafanyabiashara. Kama umekuja na kitu ambacho utakirudisha kwenye biashara yako, nyosha mkono. Asante sana. Wale ambao hamkuja navyo hakuna shida, tulisema tutafanya pia maombi. Nyie mliokuja na vitu, njoni upande huu, mkono wangu wa kulia hapa. Tulisema hivi vitu ni ishara. Kuna mwingine wenda unafanya kazi katika, wewe unatengeneza furniture, huwezi kuchukua furniture, njoo tu kwa imani. Hata vitu vilivyokuja ni ishara, utarudi navyo kule.
Kama kawaida wazee leo hatutakuwa na box la maombi, lakini wazee wawili na pasta watakuwa upande huu hapa. Hawa watakuwa hapa siku zote kwa ajili ya hii. Baadhi yenu ambao mna follow Mahubiri TV mtaona kwenye baadhi ya masomo comments za watu wakishuhudia haya maombi. Kama haya tuliyafanya sana kule Dar es Salaam, tumeyafanya sana na watu wa Mungu wameshuhudia vitu vikubwa. Baada ya pale nilienda makambi ya nyumbani nilikozaliwa wilayani kule Same. Mama mmoja alikuja, alikuwa anauza mchele, alikosa kabisa wateja. Alivyoleta tu kidogo tukafanya maombi, aliporudi kila kitu kimefunguka. Na kazia hili, muujiza haupo katika vitu ulivyoleta. Muujiza upo katika Mungu tunayemuomba. Hivi vitu ni ishara tu. Kitabu kile ambacho nimesema tukisome sana cha prayer cha Ellen White, kuna maneno haya. Ukurasa wa 57 paragrafu ya 3. We need look for no outward evidence of the blessing. The gift is in the promise. Kitabu chetu hicho anasema hivyo. The gift is in the promise, and we may go about our work assured that what God has promised, He is able to perform, and that the gift which we already possess will be realized when we need it most. Ngoja niwasogelee kidogo ndugu zangu. Mnamkumbuka Elisha? Wakati anakaribia kufa, mfalme wa Israeli alienda kumsalimia. Akasema, Bwana wangu, magari ya Israeli. Siongelee ile ya Elia. Akamwambia, leta upinde na mshale. Akapiga nje. Alafu akampa mfalme wa Israeli. Akamwambia, piga chini. Akapiga mara 3. Elisha pamoja na kwamba ni mcha Mungu alikuwa na shida ya hasira. Biblia inasema akakasirika. Akamwambia, umefanya nini? Umepiga mara 3 tu. Ungalipiga mpaka nikwambie basi. Sasa tazama, utawashinda Washami mara 3 tu. Vitu vya kiroho kuna saa havi make sense kwa akili ya kibinadamu. Na mimi namuomba Bwana, kabla hatujamaliza siku 10 za maombi, waje wafanya biashara na ushuhuda. Kwa nini? Nataka kuutangazia ulimwengu, hakuna haja ya kwenda kwa waganga. Tunaye Yesu. Mambo yakikushinda, njoo kwenye madhabahu hapa. Sio lazima uwe na pasta, sio lazima uwe na mzee wa kanisa. Njoo peke yako, piga magoti, mwambie Yesu amenishinda. Uwe peke yako ukimwabudu, ukimwangalia Mwokozi wako, utabadilishwa kama alivyo. Yesu wangu ni Yesu wako. Mfanye kwa wakwako, ongea naye. Wakati mwingine ongea naye kwa nadhiri. Ukinitendea nitafanya, na akitenda fanya. Wazee wa kanisa na mchungaji wako hapa sasa nimerudia, hakuna muujiza katika hivyo vitu, ila muujiza upo katika Mungu. Kwa hiyo mmoja atapeleka karatasi, bahasha, utawakilisha wengine, peleka kwa pastor. Wewe unawakilisha watu wenye documents, mpatie pastor, atakurudishia baada ya maombi. Dada yangu hapa, wewe utapeleka kwa mzee hapo, atakurudishia baada ya hapo. Na wewe hapo utapeleka pale kwa mzee huyo hapo. Mimi nitanyosha mikono kwa wote kwa imani. Nendeni kesho kwenye biashara zenu mkifuata maneno ya Ellen White tuliyoyasoma hapo sasa hivi, mtaona matokeo. Fumba macho. Baba Mungu,
wazee wa kanisa wameshika hizo kama ishara. Kwa kawaida ilitakiwa wazee na mchungaji waende katika biashara moja moja na kuitamkia baraka, lakini tunakushukuru kwenye Agano Jipya umetupa Roho Mtakatifu ambaye hakuna haja ya mtumishi wako kuwepo pale physically, lakini kwa imani hii tu mambo yanafanyika. Dunia imetutisha sana, wakiamini waganga wao, wakitusifia uzuri wa waganga wao, jinsi walivyowasaidia. Sisi leo tumekuja kwako na tumekuja kwa imani. Hatutaki tu ya kwamba utubariki ili tujiinue. Tunahitaji watu wakujue wewe. Nami nakusihi yeyote aliyekuja hapa, anayeangalia kwa njia ya television, mbariki ili biashara hiyo iwe ni hubiri. Kama kuna hali ya kujiinua popote, tunaomba msamaha. Kama kuna majivuno tulitamka, utuhurumie. Na unapotuhurumia leo, neno lako hili likapate kutimia kwa watoto wako. Nami nawaombea baraka ya Isaka. Alipopanda moja, alivuna 100, si kwa jitihada zake, bali kwa ajili ya utukufu wako. Watumishi wako wakiwa wameshika hivyo vitu, ikawe ni mikono ya Musa iliyonyanyuliwa juu ili kubariki. Nami nakusihi, Mungu, tembelea biashara ya mtoto wako, hajalishi ni ndogo kiasi gani. Wewe ukiwa katikati yetu, mambo yanakuwa ni makubwa. Little is much when God is in it. Nami nakusihi katika madogo haya wafanikishe. Lakini nakuomba ombi hili Mungu kwa moyo wa dhati kabisa. Ukitufanikisha, tukumbushe tukushukuru. Binadamu huwa tunasahau. Tukumbushe Baba, tukumbushe Yesu. Kuna watu hapa walikuwa vizuri kiuchumi, wameanguka. Wainue tena kwa utukufu wako Baba. Ninaomba kwa kuwa hivi karibuni unakuja na Yesu unakuja kwa uhakika, inabidi kazi hii iende kwa kasi. Wabariki watoto wako ili wakaifadhili kazi yako ishe, jengo liishe, injili hubiriwe. Naomba ukawabariki na kuwatendea mema. Basi nami nawatamkia haya. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Popote utakapokuwa, nuru ya Bwana ikaandamane nawe. Nami nakuambia hili kwa jina la Bwana, utakapobarikiwa, usiwasahau wajane, usiwasahau yatima, usiwasahau Walawi, watumishi wa Mungu waishio katikati yenu. Usisahau kazi ya Mungu. Baraka zako ziwe baraka kwa wengine. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana.